Na Paulo amezungumza akasema asingelitambua usitamani. Kama sheria isingesema usifanyeje? Usitamani. Usitamani. Asingejua usiibe. Kama sheria isingesema usifanyeje? Usiibe. Kwa hiyo sheria ipo kwa sababu ya kutuonesha makosa yetu, alafu sisi tumtafute Kristo kwa sababu ya kupata msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hiyo ndiyo kazi ya sheria. Kwa hiyo unapomwamini Kristo na Kristo anakupatia roho wake, roho wake anapokaa ndani yako, basi wewe unaweza kuitimiza nini? Sheria. Unaweza kuitimiza sheria. Lakini kwa mwili huu pasina kuwa na Kristo ndani yetu, sheria za Mungu tutaziona kuwa ni nini? Ni nzito. Na matokeo yake tutafanyaje? Tutashindwa Na kuzikataa kabisa. Kwa hiyo kinachofanya tuzikatae sheria za Mungu ni kwa sababu zimekuwa nzito katika miili yetu. Miili yetu. Amri ya Mungu inasema usiibe, lakini wewe mwenyewe mwili wako unatamani kufanyaje? Kuiba. Amri ya Mungu inasema usizini, lakini wewe mwili wako unatamani kufanyaje? Kuzini. Lakini unatamani kufanya hayo kwa sababu gani? Nisomee kitabu cha Marko 7 na ule mstari wa 21. Kitabu kile ni cha Marko sura ya 7 na mstari wa 21. Anasemaje? Anasema 7:21. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu kutoka mawazo mabaya, uasherati, wivi, uaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Kwa hiyo ndani ya mioyo ya wanadamu hayo mambo ndiyo yamo. Ndiyo yamo. Kwa hiyo huwezi ukasema mimi sitaki kuiba wakati ndani yako kuna nini? Kuna wizi. Lakini ukimpata Kristo, na tulijifunza kuwa amri za Mungu ndiyo tabia ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akikaa ndani yako hautakuwa nani? Hautakuwa mwizi. Lakini ukiamua kuigiza ya kwamba sasa mimi sitaki kuiba, utaigiza wiki, mwezi, mwaka, lakini matokeo yake utarudia tabia yako, kwa sababu hiyo ndiyo asili ambayo mwanadamu aliumbwa nayo. Kwa hiyo tunapaswa tumwamini Kristo. Kupitia Kristo asili hiyo ya dhambi itakufa ndani yetu, na itakapokufa ndani yetu tutauishwa tena katika utu mpya na kuanza kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo nipende kuwaalika na kuwakumbusha kwamba tunamhitaji Kristo ndani ya mioyo yetu, lengo na makusudi tuyatimize mapenzi ya Mungu. Lakini kusema sheria ya Mungu haipo kwa sababu tumeshindwa kuitii, hiyo ni kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana, na kupitia ujumbe huu tuweze kujua makusudi ya Mungu kutupatia sheria yake, ni ili sisi tuweze kutambua tunachokifanya ni makosa, ni dhambi, na Mungu hapendi. Na siku ya mwisho atakapokuja, wale watakaotenda mabaya, neno la Mungu linazungumza watalipwa ubaya. Nisomee kitabu cha Yohana 5 na ule mstari wa 28. Kitabu cha Yohana 5 mstari wa 28. Anasemaje? Anasema msistajabie maneno hayo. Kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, na watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hiyo siku hiyo inakuja ambayo wale wote watakaotenda mabaya, kuiasi sheria ya Mungu na kuivunja, kuikataa, anasema siku hiyo hao watu watapata ufufuo wa hukumu. Lakini wale watakaomuomba Mungu awajalie Roho wake akae ndani ya mioyo yao ili waitimize sheria ya Mungu, au siku hiyo Mungu atakapokuja watapata uzima wa milele. Mungu awabariki. Ni kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Basi nitatoa nafasi kwa mwalimu mwingine
kile ambacho Mungu amemjalia kwa siku ya leo tuweze kukisikia na kujifunza na kufahamu yale ambayo Mungu anahitaji tuyafanye. Kwa hiyo hii ndiyo kazi tuliyochagua kwa ajili ya kuwahubiria watu Injili waweze kufahamu makusudi ya Mungu, kwa maana tunaishi wakati ambao ni wakati wa mwisho. Kristo yupo mlangoni, amekaribia kurudi. Kwa hiyo lazima tukumbushane, tuendelee kukumbushana mpaka siku ile Kristo atakapokuja atukute tukiwa tayari. Karibu.